kuhusiana na watu wamechanganya. Wengine wanasema leo ni 40, wengine hawajui kinachoendelea. Tuambie kuhusiana na siku ya leo, hii ni 40 ama ni ipi? Siku ya leo sio 40. Kwenye dini ya Kiislamu wana kitu kinaitwa hakika. Yaani mtoto akizaliwa wa kiume unachinja mbuzi wawili. Akizaliwa wa kike anachinja mbuzi mmoja. Yote hiyo ni kwa sababu ya kinga kwa mtoto. Kwa hiyo kwa Waislamu huwa wanafanya dua. Kwa hiyo Chimama yeye kwao babake alikuwa ni Mkristo, mama yake pia ni dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kinachoendelea hapa ameamua kufanya bibi mama yake Wema. Alisema ni lazima tufanye dua, lazima tufanye hakika, na mimi akanielezea, nikaona sio mbaya kwa sababu Mungu ni mmoja. Na dua ni kwa ajili ya kumwombea Oli na kumlinda. Unanielewa? Akanielezea, nikaona ina maana nzuri, kwa nikaona hakuna shida yoyote. Kwa ndio ile leo sio 40. Okay. 40 tutatangaza au tutaelezea kama itakuendelea kuwepo, na tutatoa tarehe. Kwa kama itaendelea vile vile tutasema, kama tutairisha tutasema, lakini hii ndio hakika. Okay. Kuna taarifa ambayo aliposti Maimartha akasema kuna shughuli ya Oli itafanyika Superdome Masaki. Ni ya kweli? Sasa hili naomba tutazungumza mimi nikiwa pamoja na mama mtoto. Chimama. Leo naomba niongelee hakika kwanza. Okay. Hiyo nitazungumza. Tukiwa wote wawili tutalizungumza. Okay. Yeah. Nimemwona mdogo wako hapa na yeye ameshiriki kwenye jambo hili. Naamini kwa Wachaga pia mna mila zenu, mna desturi zenu. Oli sherehe yake ya Uchagani pia inakuja au hiyo itaenda kwa siri sana? Uchagani lazima, na lazima pia abatizwe. Kwa mimi pia ni dini yangu, mimi ni Mkristo. Na Oli ni jina la Kikristo pia. Kwa hiyo ndio maana nikasema Mungu ni mmoja. Hakuna haja ya kubagua dini, hakuna haja ya kuchagua dini. Kama bibi yake ni Muislamu na babu yake alikuwa ni Mkristo, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Sio mbaya, kwa sababu yote ni kumlinda mtoto. Kwa hiyo leo amefanywa hakika, kufanya dua, tumemwombea kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumlinda. Akimaliza baada labda mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu atabatizwa. Tutaenda Uchagani, tutaenda Moshi. Kwa Wachaga lazima ubatizwe, bia zinyweke nyingi sana, mbuzi za kutosha, ng'ombe, tunataka hadi ng'ombe, sungura, mbege, mbira, vyote. Hivyo tumeanzia kwanza nyumbani hapa, afu tumalizia Uchagani. Okay, Baba Oli, nini maana neno Oli? Neno Oli maana yake ni shujaa, faraja, mpambanaji. Na ni jina ambalo alilitafuta mama yake na alilipenda. Mimi nilitoa jina lingine lakini hakulipenda. Kwa hiyo yeye akapata nafasi ya kutoa jina, wote tukalipenda. Ulitoa jina gani wewe? Nishasahau, ilikuwa la kiume. Kwa babu yangu. Lakini bibi yake naye anamuita mtoto Kibabu. Kibabu? Okay. Anasema kimwona anamuona mume wake. Kwa hiyo ana majina mengi, lakini jina linalotambulika tunamtambua kwa Baby Lola. Tumeona Baby Lola hapa kwa sababu ni hakika ya mdogo wake. Au kuna sherehe maalum ambayo Lola atakuja? Lola atakuja na anatakiwa awepo, lakini nadhani yuko kwao. Nilimuulizia lakini niliambiwa hayupo. Amesafiri, ameenda kwa bibi yake Moshi. Na wozu kuna hata Wema pia niambia kuna lazima pia Lola kuja kumwona. Lakini washakutana. Chimama alikuwa anampenda sana Lola. Kwa hiyo yeye mwenyewe aliulizia, akasema mimi amejaje muone mdogo kaka yake bwana. Nikamwambia okay, nitamtafuta au labda weekend, lakini ndio hivyo nimeambiwa hayupo. Wozu kuna najua wa kwanza mtoto ni Lola, na maana alivyozaliwa kulikuwa na feeling ambazo unazo wewe mwenyewe kama baba. Sasa hivi amezaliwa Baby Oli. Kwa upande wako kuna feelings zikoje? Mimi na feel blessed. Yaani ni baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye ameamua wakati huu uwe wakati sahihi. Sina la kusema wala sina la kujigamba. Mimi nachoamini ni Mwenyezi Mungu amefanya maamuzi. Kwa hiyo Mungu atukuzwe na watu waamini kwamba mfano huu kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Kwa hiyo kwenye kila jambo, sio jambo tu la kumtafuta mtoto au kwenye jambo la
la kupata mimba, lakini kwenye kila chochote kile tumtegemee Mwenyezi Mungu, tusitoke kuomba, usikate tamaa. Mitihani iko mingi, tunapitia mitihani kwenye biashara, kwenye familia zetu, kwenye muziki, kwenye kazi zetu na kila kitu, lakini kumtanguliza Mwenyezi Mungu, kutanguliza dua, hakika Mungu atakujibu kwa wakati sahihi. Kwa hiyo nadhani mimi, kwangu mimi ulikuwa ni wakati sahihi, na namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na amempa furaha sana Mama Olly. She's so happy kwa kweli, na anamlea mtoto vizuri, anampenda mtoto wake, anampenda mtoto wangu, mtoto wake na mtoto wangu. Kwa hiyo ni Mungu tu ameamua. Kwa sisi tu huwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwenye mitandao baada ya kuona kwamba Wema amepata mtoto, wengi walikuwa wanarusha maswali kupitia wewe. Mama Olly, so Mama Olly, Mama Olly ni ndugu yako tu, nafunza sana. Mama Olly. Wengi walianza sasa kuleta maoni, ushauri kwamba sasa hivi tayari nimeshapata mtoto. Vipi kuhusiana na ndoa? Ndo kama nilivyosema, kila kitu kinakuja kwa wakati maalum. Kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Hivi Mwenyezi Mungu alivyopanga kwamba sasa hivi ni wakati wa sisi kupata mtoto, na tumepata mtoto. Kwa hiyo huenda kesho na kesho kutwa au kikukucha bana, huu ni wakati wa uozo kumwoa Mama Olly. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Sio kwa sababu eti mtu fulani anaoa, ameoa na wewe ukimbilie kuoa. Lazima mtu uangalie uko kwenye position gani, mkubaliani wote. Mfanye maamuzi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mimi pia katika hilo swala la ndoa lipo kwenye mipango yangu, lakini namtanguliza kwanza Mwenyezi Mungu. Atakapoamua yeye, sawa, mimi nitafanya. Baba Olly, kipindi ambacho Mama Olly ametoka kujifungua, kulikuwa na maneno mengi mtandaoni. Wengi wanamsifia, wengine wanamponda, wengine wanamburu, mpaka yeye mwenyewe akafikia hatua akasema najipa likizo kidogo kwenye mitandao ya kijamii na focus na Baby Olly. Kwa kipindi kile ambacho maneno yalikuwa yanaendelea mtandaoni, wengine wanaamini, wengine hawaamini, wanasema hivi, kitu gani kikubwa ambacho Mama Olly alikuwa anakizungumza? Nadhani yeye alikuwa hana muda wa mitandao, lakini pia kitu kishaitwa mtandao. Kwa hiyo kuna mawili, kuna kuongelewa vizuri, kuna kuongelewa vibaya. Kwa hiyo ukiwa mtu maarufu lazima ujue ku accept namna kuface hivyo vitu. Kuna wengine wamemtukana, kuna wengine hawaamini, kuna wengine wanaamini. Yote ni sawa. Lakini kama Mwenyezi Mungu aliweza kuniamini na kutupa sisi mtoto tunaye mkononi na ametujalia afya njema, mimi sina shida. Kama utaendelea kumsema vibaya, mimi nitaendelea kumwombea kwa Mungu. Na kama utaendelea kunitukana mimi nitaendelea kusali kila siku. Kuna tunapata na 2 na 3 na 4. Kwa hiyo mtandao mimi huwa na uacha kama ulivyo. Yote atakayenitukana Mwenyezi Mungu ambariki. Yote atakayenisifia Mwenyezi Mungu pia ambariki. Kwa hata yeye Mama Olly amejifunza kwa namna hiyo kwamba mtandao haumsumbui. Mtandao haumsumbui kabisa. Yeye sasa hivi focus yake ipo kwa ajili ya mtoto wake. Na ni mara nyingi sana mwanamke anapata time ya kuingia kwenye mtandao. Kuna siku alikasirika kidogo, ataka post video ambayo iko anayo. Nikamwambia usifanye hivyo, haina haja. Nikamwambia haina haja kuonyesha haina haja. Wewe mwachie Mwenyezi Mungu, wewe na Mungu, wewe na mtoto wako. Basi akanisikiliza mpaka leo ana amani na furaha. Kwa hiyo wanadamu ndio hivyo, wameumbwa kwa ajili ya kusema vibaya, kusemana, kupondana, kusifiana. Wote tunakubali, tuna accept, tunashukuru. Nafikiri Baby Olly ndio mtoto pekee Tanzania ambaye amezaliwa na baraka zake zimekuwa wazi. Amepata ubalozi akiwa mdogo kabisa, siku 40 hajafikisha. Lakini pia watu wengi sana walienda kumuona wewe hospitali. Nimetarajia hilo kwamba ukitangaza itakuwa kwa kweli niseme hata tulipotangaza 40 ambao nitakuwa kwenye mwezi wa 7 mwaka huu wa 2023, idadi ya watu imekuwa ni kubwa sana. Ndio kwa sababu ndio inaweza labda tu
tutatoa tamko kati ya mimi au mama mtu au wote kwa pamoja, tutasema kwa pamoja. Upendo ni mkubwa sana kwa kijana wenu, na baadhi ya watu wanasema kama watu wengi sana bila kumtembelea mtoto kwa sababu mtoto ni mdogo bado. Wengine wanaenda wanakuingiza zao na nini, hiyo ndio iliwafanya sisi kuvutia wageni wengi. Tunaambiwa hivyo na wazazi wetu, tunaambiwa hivyo na ndugu na jamaa na marafiki. Sio kila mtu anapata nafasi. Tunatamani hivyo, lakini sasa dunia kuna fursa. Kwa hiyo unachosema ni sawa, lakini hata kusherehekea tu maisha ya mtoto wetu pia duniani sio lazima kumuona, lakini ukimwona mamake pia sawa, kumuona mtoto. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kumuona. Niseme nafikiri tuombe Mungu, au niendelee kuomba Mungu, niendelee kuombea Mungu, niendelee kutupa, endelee kumpa mwanangu afya njema, akue vizuri, akikaa vizuri kama tunavyoona. Lakini sasa hivi tufurahie tu maisha yake, Mwenyezi Mungu atukaribisha duniani. Mbona hapa tuko tunaienjoy, hata hatumuoni. Lakini tumeona mama yake, ndugu zake, mimi nipo, kila mtu yuko hapa ananipa hongera, kila mtu apeana hongera. Kwa hiyo ndio hivyo, ni kitu kizuri kweli, kwa sababu fursa za watu gani. Mtu mwingine ana macho mabaya, mtu mwingine anaweza kuangalia hivi, lakini akaisemea namna ambayo kama mbaya kwa mtoto. Kwa hiyo ni kitu kizuri na tunakifanyia kazi, kila mtu anamuona. Uwezo kwa upande upendo wa watu, jambo amekuja na baraka, anapendwa, na ni star superstar. Oli ni superstar, yani kazaliwa ni superstar. Kwa hiyo ndio maana naendelea kusema mimi ndio Mungu ambariki. Wazazi wake pia ni superstar, mama yake anapendwa sana. Mimi pia nina mashabiki zangu na watu wangu wananipenda sana. Kwa hiyo ni baraka tu. Ila tutakachohusia ni kwamba tutende kusali, tutende kuomba. Wote tunajua mtoto alitafutwa kwa muda mrefu na Mungu amejalia. Kwa upande wako wewe sasa, vipi taratibu za kuongeza mwingine kwa haraka haraka? Wanatafuta dadangu, anatafuta leo kuongeza mwingine. Nadhani leo nitaongeza mwingine. Haya mambo yanapanga, ndio kama hivyo unavyosema, yani ni Mwenyezi Mungu akiamua mwenyewe tena. Akiamua mwenyewe wa pili, wa tatu, mimi nitakabii nani nikatae, mimi nani nikatae. Kwa hiyo tusherekee tu kwanza maisha ya Oli, na ikitokea la kutokea baada ya 40 labda ataongezeka mwingine, hamwezi kujua, maana nimejipanga pia. Kwanza nashukuru sana, nawashukuru timu wema, nashukuru timu Lingo, timu Wotu na watu wengine wote, the team Rasta, meneja, unajua meneja, wao waambie gari ushampa au niseme hivi au nitoe siri, nitoe siri kama ushampa gari mtoto au niseme kidogo. Unajua Petini kakake Oli. Kwa hiyo na Petini yuko kwenye kampuni sasa hivi, kwa hiyo kashamtia gari mtoto Mombasa pia. Kwa hiyo mimi nawashukuru wote sana, nawapenda sana, na naomba jamani msisane mtoto wangu. Naomba, nawapenda, mimi nawapenda sana. Asante kwa pongezi. Kila jamani Asante.